Balaa nchini Tanzania baada ya viongozi zaidi wa CCM kumlaani Samia Suluhu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kilichotikisa Tanzania katika siku za mwanzo wa bunge la 13 si uzinduzi wake wala mjadala wa kawaida wa hotuba ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, bali kauli chache nzito za kawaida zilizochomoka katikati ya wimbi la sifa zisizohoji katika taifa lilozoea kusikia maneno yaliyosafishwa na kupangwa. Sauti moja kutoka ndani ya Chama cha Mapinduzi ilipasua pazia la unafiki wa kisiasa na kuweka hadharani kile ambacho wananchi wengi wamekuwa kinong'ona kwa miaka mingi kuwa ni uongozi ambao umeangamiza wasio na hatia kwa tamaa zake. Kauli hiyo iliyotolewa bungeni Januari tarehe 27 mwaka 2026 iliwasha moto wa mjadala mpana kuhusu maadili, uwajibikaji na uhalisia wa siasa za uwakilishi nchini. Kadri mjadala wa hotuba ya rais ulivyoendelea, ndivyo ilivyodhihirika pengo kati ya sauti za wananchi na maneno ya wabunge wengi waliopanda jukwani. Kupitia televisheni na mitandao ya kijamii, wananchi walitazama kwa mshangao jinsi sehemu kubwa ya wabunge walionekana kuunga mkono kwa sifa zisizo na mizani, aliliyotafsiriwa haraka kama uchawa wa kisiasa. Badala ya kuwasilisha hoja, kuuliza maswali magumu au kuibua changamoto halisi zinazowakabili wananchi, wabunge wengi walichagua lugha ya kupongeza na vilevile kana kwamba jukumu la msingi la bunge si kuwajibisha serikali kali ama bali kulinda dhidi ya ukosoaji. Na katika muktadha huo, kauli ya mbunge wa jimbo la Chemba kupitia CCM Kunti Yusuf Majala ilitenga kwa ukali. Alizungumza kwa hisia, akionyesha uzito wa dhamira ya mzigo wa dhamiri, na alieleza lawama kwenye tamaa za uongozi na athari zake kwa wananchi wasio na hatia. Kauli yake haikuwa shambulio la mtu mmoja mmoja, bali ilionekana kama kukiri kwa ndani kuhusu mifumo iliyopotoka, maamuzi yaliyoangalia maslahi ya wengi na matokeo yake kwa jamii. Na ndani ya ukumbi wa bunge, maneno hayo yalikuwa kama kioo kilichouguzwa kuelekea waheshimiwa wote. Ujasiri wa Majala una uzito wa kihistoria, na katika siasa za Tanzania, hasa ndani ya chama tawala, kauli za kujikosoa hadharani zimekuwa nadra, na mfumo umejengwa juu ya mshikamano wa juu, ambapo tofauti za ndani hushughulikiwa kimya kimya au kufunikwa kabisa. Mbunge kusimama na kukiri athari za tamaa za uongozi ni kuvunja mwiko wa muda mrefu, na ni ishara kwamba hata ndani ya mfumo kuna walioguswa na mateso ya wananchi na wanatambua kuwa ukimya nao ni aina ya kushiriki dhambi. Siku hiyo hiyo mjadala uliendelea kuchukua mwelekeo mzito zaidi pale mbunge wa Gairo na mwanasiasa mkongwe wa CCM kwa jina Ahmed Mabuhuti Shabibi alipotoa kauli iliyozua gumzo ndani na nje ya bunge. Alizungumza kuhusu kile alichokiita wimbi jipya la ufisadi wa kiuhakika, akichora picha ya nchi ambako ufisadi haujifichi tena, bali unafanywa kwa kujiamini na bila hofu. Taswira hii inaashiria mabadiliko hatari katika maadili ya utawala, ambapo adhabu haionekani tena kama tishio na mfumo wa uwajibikaji umelegea kiasi cha kuhalalisha wizi wa wazi. Kauli hizi mbili kutoka kwa wabunge wa chama tawala zina uzito mkubwa kuliko zingetoka kwa upinzani. Zinaonyesha kwa mjadala kuhusu uongozi na uwajibikaji umevuka mipaka ya vyama vya kuingia kwenye dhamiri ya taifa. Wakati wabunge wengi wakichagua njia ya sifa, sauti hizi chache ziliwakilisha hisia za wananchi waliokata tamaa na ahadi zisizotimia. Mitandao ya kijamii ililipuka kwa mijadala, si kwa sababu ya kejeli tu, bali kwa sababu wananchi waliona mwanga mdogo wa ukweli ndani ya jengo la bunge. Historia ya bunge la Tanzania imeonyesha mabadiliko ya polepole na katika nafasi yake kama chombo cha uwakilishi. Tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi, matarajio ya wananchi wa bunge yamekuwa makubwa, kuwa mahali pa kusikia sauti zao, kusahihisha makosa ya serikali na kusimamia matumizi ya rasilimali za umma.
Hata hivyo, kwa vipindi tofauti, bunge limekumbwa na lawama za kuwa dhaifu mbele ya mihimili mingine ya dola. Utamaduni wa sifa badala ya hoja umechangia kudhoofisha imani ya umma. Na katika miaka karibuni, mijadala ya hotuba ya rais imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu zaidi kupitia vyombo vya habari vya mitandao ya kijamii. Wananchi hawategemei tena tafsiri rasmi, wanajitengenezea hitimisho lao papo hapo. Hali imeongeza shinikizo kwa wabunge, lakini pia imefichua tofauti kubwa kati ya matarajio ya umma na utendaji wa wawakilishi wao. Uchawa unaonekana kama usaliti wa dhamana ya uwakilishi, hasa katika nchi inayokabiliwa na changamoto za kiuchumi, huduma za jamii zisizotosheleza na madai ya ufisadi. Kauli ya Shabibi kuhusu ufisadi wa uhakika inaunganisha mijadala ya bunge la 13 na historia ndefu ya mapambano dhidi ya rushwa nchini. Serikali mbalimbali zimewahi kutangaza vito dhidi ya ufisadi, kuunda tume na kubadilisha sheria. Hata hivyo, ushahidi wa ndani unaonyesha ujasiri wa fisadi unaashiria kuwa vita hivyo havijafikia mizizi ya tatizo. Pale ambapo wabunge wenyewe wanakiri hadharani kwamba uwizi unafanywa bila hofu, hoja ya uwajibikaji inakuwa dharura ya kitaifa. Na katika muktadha wa uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, mjadala huu unapata uzito zaidi. Hotuba ya rais imekuwa ikisisitiza maridhiano, mageuzi ya taratibu na kurejesha imani ya kimataifa. Lakini maridhiano bila uwajibikaji yanabaki kuwa maneno matupu, na kauli za Majala na Shabibi zinaonyesha kuwa bila kushughulikia tamaa, ufisadi na maamuzi yanawaumiza wananchi, na juhudi za kujenga upya taswira ya taifa zitakosa msingi wa ndani. Kwa wananchi wanaotazama bunge kupitia skrini, taswira inayojitokeza ni ya uwakilishi unaoyumba. Wananchi wanahitaji wabunge wanaosifu, wanahitaji wabunge wanaosimama, na hata kama kusimama huko kunawaweka kwenye hatari ya kisiasa. Ndiyo maana sauti chache zilizothubutu zilipewa uzito mkubwa mitandaoni. Ziliwakilisha matumaini kwamba bunge linaweza kuwa zaidi ya muhuri wa maamuzi ya serikali. Na mjadala wa sasa pia unagusa mustakabali wa siasa za Tanzania, kizazi kipya cha wapiga kura kinachokulia katika enzi ya kidijitali kina uvumilivu mdogo kwa lugha ya kujipendekeza. Wanataka uwazi, takwimu na matokeo, bunge lisilobadilika na kurejesha jukumu lake la msingi. Pengo kati ya wananchi na wawakilishi litaendelea kupanuka. Kauli za Majala na Shabibi zinaonyesha kuwa mwanzo wa mabadiliko hayo au kumbukumbu ya fursa iliyopotea. Ukweli mchungu na ujitokeza ni kwamba mfumo unaendelea kuwazaidia ama kuwazawadia wanaonyamaza na kuwaadhibu wanaosema, na ndiyo maana uchawa unaonekana kutawala. Lakini historia inaonyesha kuwa mifumo inayokataa kujisahihisha hatimaye lazimishwa kubadilika kwa njia chungu zaidi. Kauli ya tumeangamiza wasio na hatia haipaswi kubaki kama sentensi ya kumbukumbu, bali kama onyo linalotaka hatua. Mwisho wa simulizi hii unaelekeza macho kwenye kesho ya Tanzania, taifa linaloacha bunge lake liwe jukwaa la sifa badala ya dhamana ya uwajibikaji, linajengea misingi dhaifu ya utawala. Ukimya wa bunge wengi ni ujumbe wa wananchi kwamba mateso yao hayana uzito, hofu ya kusema ni mzigo unaoridhiwa na vizazi. Sauti chache zilizosikika bungeni zimeonyesha kuwa mabadiliko bado kuna nafasi ya kurekebisha mwelekeo, lakini nafasi hiyo inapungua kila siku. Tanzania ikichagua kuendelea na uchawa italipa gharama ya kudhoofika kwa imani, kuhalalishwa kwa ufisadi na kuangamiza kwa wasio na hatia bila sauti ya kuwatetea. Ukimya leo ni hukumu ya kesho. Ni hao tuliokuandalia leo, hadi wakati mwingine sana wakati kama leo. Tafadhali kumbuka kusubscribe.